Yes, Fali tafadhali mashkura ni mwana michezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Mwamba kweli kweli kutokea pale milima Uruguru, Morogoro, mji Kasoro, Bahari. Njoo nikujuze kile ambacho nimekuandalia. Niko na hapa Chifu Zobane kama Zumfela, mengi na mazuri unakwenda kuyasikia hapa, ikiwa pia napewa nguvu kubwa mno na Helabet, kampuni bora kweli kweli ya kubashiri ambayo inakupa bonus mpaka shilingi 300,000 za Kitanzania. Ni rahisi mno kutengeneza okoto lako mpaka shilingi 300,000. Ni vipi ambavyo unaweza kupata? Nisikilize vizuri. Unatakiwa kujisajili kuwa mwanafamilia wa Helabet. Sasa wakati unajisajili kuwa mwanafamilia pale kwenye promo code yako utaandika neno salamba kwa herufi kubwa msisitizo, ndio utakuwa umepata tiketi ya kushinda mpaka shilingi 300,000 za Kitanzania. Hii si janja na uweze kuipata popote zaidi ya Helabet. Na cha kufurahisha zaidi bwana, unapokuwa mwanafamilia wa Helabet unapata pia mikeka bure kutokea kwenye ufalme wa maokoto, kwa maana ya Jamvika na Salamba. Upewe nini wewe? Maana kila kitu umepewa kwa urahisi mno unapoamua tu kuwa mwanafamilia wa Helabet. Hii haijawahi kutokea. Ndio maana Helabet wanakuambia odds za kwetu, mkeka wa kwako, ushindi pia ni wa kwako. Dominic Salamba, uko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima upo? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Afya ni njema? Afya ni njema. Karibu tena. Asante. Bwana, mimi nacheka ninapokuona kwa sababu umekuwa na story nyingi kweli kweli ambazo ukiingia kichwa kama vile wewe ndio inaweza ikakupeleka kichwa. Na ndio maana mimi nataka tuzitafsiri kwa vile ambavyo umeiandika. Nimeona umekuwa chanzo pia kwenye taarifa kubwa kweli kweli ya kumhamisha James Akaminko kutoka pale Azam FC kuelekea mitaa ya Twiga na Jangwani. Kwa nini? Ni kulingana na andiko lako ambalo umeliandika. Linasema hivi, na nukuu kile ambacho umekiandika kwa mikono yako miwili. Ndio. Kwa sasa timu ya Yanga wameamua kutengeneza ufalme wao kwenye soka la Tanzania. Kila mchezaji mzuri anatamani kuchezea timu hii. Maelezo haya hayana uhusiano na picha hii. Asanteni. Nafikiri imekaa vizuri. Ni James Akaminko. Kwa sasa Yanga wameamua kutengeneza ufalme wao. Pichani James Akaminko. Alafu maelezo na picha havina uhusiano moja kwa moja. Salamba, unatuchukuliaje sisi wana familia ya mpira wa miguu? Mimi nawachukulia watu ambao mnauelewa, watu ambao mna dii mbili, ambao mna uwezo mkubwa wa kuweza kutafsiri mambo. Kwa hiyo hata tukitumia lugha za picha mnaweza kutuelewa. Hii ni kama ni fasihi. Kwa nini nimesema kwamba Yanga wameamua kutengeneza ufalme wao? Ndio. Kwa sababu kwenye kila msimu wa usajili kwa siku za karibuni wachezaji wote bora lazima wahusishwe na Yanga. Yaani kama hujahusishwa na Yanga basi wewe si bora. Bado. Whether uwe ni mzawa au uwe wa kigeni. Kwenye miaka ya karibuni hapa ndio maana wanaanza kusikia fulani wanamtaka Yanga, Soa wanamtaka Yanga, sio hata ukiambiwa ni Mpanzu wanamtaka Yanga, kwa sababu wachezaji ambao wanafanya vizuri. Kwa hiyo kila ambaye anafanya vizuri, sempekea ambaye anaanza kaenda akathibitisha na akapewa taji ni mpaka achezee kwenye klabu ya Yanga. Imekuwa na hapa tunaingia kwenye muda wa usajili. Muda ambao pana luma nyingi, nyingi zinakuwa zipo kuhusiana na wachezaji hasa wakubwa. Tumwangalia kama James Akaminko ni kama msimu wa 3 amekuwa kila ukifika wakati wa usajili anahusishwa na klabu ya Yanga. Nafikiri hata kusikia kwa jamaa kabisa. Lakini mwisho siku bado anaendelea kwa Azam. Sasa kwa nini? Maana yake ni kwamba watu wakimwangalia kwa kile anachokifanya wanahisi kabisa kwamba huyu ili awe sehemu sahihi ni lazima akacheze pale Yanga. Yaani kama Yanga ukimpata huyu akaingia pale akawa amekaa na muda, amekaa na Max, yeye yuko chini hapa au ndokia buya, kuna kitu kitakwenda kutokea. Yaani wafanya Yanga ndio kama timu ambayo inaweza kwenda kutengeneza timu za ndoto za watu walio wengi kwa kile ambacho wanachokifanya kiwanjani. Kwa hiyo na mimi nikaona umefika tena msimu, nikaanza kuona na baadhi ya nyota wengi tena wakihusishwa na klabu ya Yanga. Nimeona wengi sana ambao wanahusishwa. Mtu kama Elie Mpanzu anahusishwa na klabu ya Yanga. Na sio tu wana Yanga wenyewe, mpaka wana Simba mashabiki washaamua kumpeleka Yanga. Wewe ushasikia? Bwana huyu akili yake iko Yanga, mwili uko Simba. Hao ni mashabiki wenyewe wa Simba. Washampeleka. Leo kijana mdogo Morris Abraham anahusishwa na klabu ya Yanga kwa ukaribu kabisa. Kip Dennis anahusishwa na klabu ya Yanga. Unaona? Aucho ametoka amekwenda kule Singida Black Stars.
watu wanamwambia kwamba anatakiwa aweze kurudi wapi? Aweze kurudi Yanga. Yes. The same watu kama kina Faisal, Msindo, Pascal Msindo bado yuko na klabu ya Yanga. Okay. Lakini hujasikia Maxi akihusishwa na klabu ya Simba au Pacome au na Azam au na Singida. Wala hujasikia pengine nani labda Pacome anahusishwa. Hujasikia Jobu saizi akihusishwa au Baka au Diara na wengine wengi ambao wako nayo. Tafsiri ni kwamba Yanga wametengeneza standard ambayo ili uonekane kwamba wewe ni bora, uonekane una kiwango bora, ionekane una thamani, basi lazima uweze kuchezea kwenye klabu ya Yanga. Kwa hiyo imekuwa ni kitu ambacho kimeingia kwa mashabiki na wametengeneza haki ya baadhi ya wachezaji ni lazima waweze kupita kwenye klabu ya Yanga. Hata kocha ambaye Yanga waliweza kumfukuza leo hii anahusishwa kwenda kwenye klabu ya nini? Ya Simba. Sio unaelewa ninachozungumza hapa. Kwa hiyo ndio ilikuwa mantiki ya kuandika kwamba ni kijana ambaye amekuwa kihusishwa lakini kwa sababu Yanga wametengeneza ufalme wao, kwa hiyo wachezaji wengi wazuri na bora, ili waweze kudhibitika na ubora wao ni lazima waende wakavae jezi za njano na kijani pale Jangwani. Na kwa sasa dili hili kuelekea pale mitaa ya Twiga na Jangwani Salamba limekuwa na ukubwa wa asilimia ngapi? Nafikiri watu wanachokifanya Yanga sisi kweli wanatafuta kiungo wa chini. Kwa sababu naona kwamba matarajio ambayo walikuwa nayo kwa mtu kama Musa Balakonte yameshindwa kukliki kwa haraka, na hajakliki si kwa sababu ni mchezaji mbaya, lakini style of play ya Yanga inamfanya ashindwe kuonyesha kile ambacho anacho. Yaani ni kiungo ambaye anaweza kang'aa kwenye timu nyingine ambazo zinaamua kumtegemea kiungo wa ulinzi kuja kusaidia hasa zaidi kwenye safu ya ulinzi na ambao wanakwenda kutumia system ya kuwa na walinzi watatu, lakini wawili wakiwa ni walinzi na kiungo mmoja wa ulinzi. Ngata edge yake ilipokaa ile 8 yake ukiangalia ndio anavyocheza. Kwa hiyo ni mtu ambaye anataka acheze katika mazingira akiwa free, katika mazingira ya taratibu. Lakini ukiangalia Yanga ni watu ambao wanapenda kushambulia kwa haraka pale tu wakiwa wanapata mpira. Kwa hiyo style ya Kaminko ambaye amekuwa akicheza, ukiangalia hata mechi ya juzi dhidi ya Simba alipoingia na alikwenda kubadilisha kila kitu. Angalia goli la kwanza ambalo alitengenezwa, alipochukua mpira akatani, akaangalia kwa haraka, akapiga pasi katika maeneo ambapo kuna walinzi, akaenda kuvunja mistari miwili. Yanga wanataka watu namna hiyo. Kuangalia yule ukamwangalia na Mudathiri haya, unaona kama wana ufanano fulani hivi. Ndio maana ikawa rahisi watu kuanza kumuhusisha na klabu ya Yanga. Lakini pia ukiangalia kwenye siku za karibuni hapa amekuwa sio regular starter kwa upande wa Azam. Kutoka yuko kuangalia yule anaitwa Mtasingwa, baadaye akaja kaumia na baadaye akaja Imidimao, wakaweza kukaa kwenye lile eneo. Kwa hiyo ukiangalia Kaminko amekuwa tena sio regular starter kwenye kikosi cha Azam. Wakati mwingine unakuwa sio regular si kwa sababu sio bora, lakini ile style of play ya timu inakufanya uwe nje ya mfumo. Ndio hata kuna kipindi Kibu Denis alikuwa ni nyota wa Simba, baadaye akaja akapotea. Si kwamba hana ule ubora, isipokuwa ile style ya mwalimu ambaye anayetumia yeye inamselect kwa wapi kuweza kuwa out. Kwa hiyo mfumo wa Ibenge anavyocheza anakuwa na mazingira magumu ya Kaminko kupata nafasi. Kwa sababu Ibenge anacheza mpira solid. Anacheza mpira mgumu akitegemea kushambulia kupitia pembeni. Ni mwalimu ambaye aamini katika pasi nyingi na katikati. Anaweka watu wagumu wapige mpira mirefu wakashambulia kupitia kwenye zile flanks. Kitu ambacho Kaminko anapenda kuchezea mpira. Anapenda kubato. Anapenda kufanya dribbling. Kwa hiyo kwa aina uchezaji wake wakati mwingi atakuwa apate nafasi ya kuweza kucheza kutokana na aina ya mwalimu na mfumo alionao. Ndio maana watu wakaona kwamba sasa huyu anaweza kwenda kufiti akienda shimoni kwenye klabu ya Yanga, na hasa kukireflect yale ambayo amekuwa akiyafanya katika misimu ya karibuni. Ndio maana walio wengi wakaamua kumhusisha kinyume na andiko langu ambalo nilikuwa nimeliandika. Salamba, ni sahihi kwa klabu ya Yanga kama itafanya maamuzi ya kumchukua James ya Kaminko na kuachana labda na kiungo Musa Balakonte ambaye amesajiliwa kwa mapambio mengi kweli kweli, lakini hayakuishia tu kwa mapambio mengi, mapambio ambayo yamefanya mabosi hao wa Twiga na Jangwani watoe fedha nyingi kupita kiasi, dola 600,000 za Kimarekani. Nafikiri mimi kwa upande wangu ukiniambia nifanye assessment, Kaminko ni miongoni mwa viungo bora ambao wanafiti kwenye ile style ya kucheza ya klabu ya Yanga. Okay. Maana anaweza kani kiungo bora lakini ukampeka simu nyingine asiweze kufiti. Yes. Unaona, ndio baya wa mpira wa miguu. Huku unafiti, huku unakuwa
hauwezi kufiti. Unaona nyota wengi sana kwenye timu moja wanashindwa kufanya vizuri, timu nyingine wanafanya vizuri. Kwa nikiangalia uchezaji wake nikapiga picha ya kichwani, nikaanza kufikiria pengine una Kaminko yuko pale, una Max Zengeli, alafu una Duke Abuya. Hiko kinakuwa ni kiungo moja cha hatari sana kabisa, ambacho unaweza ukawa na uwezo wa kupambana timu yote, na hasa ukizingatia wanakwenda kwenye mechi ngumu sana, mbili ambazo zitakwenda kuamua hatima yao ya makundi ya michuano ya bingwa barani Afrika. Na jana nilikuwa ninazungumza na mtu mmoja, mdogo wangu mmoja, Joffa Mandula, akawa naomba kwamba hivi kwa nini sitokee na sisi Simba tukapata pesa tukaweza kusajili nyota kama ambao wanao klabu ya Yanga. Nikamwambia pale Yanga hawapati makaratasi. Pale kuna fedha. Kwa hiyo ndio maana hata Kaminko hajahusishwa na klabu ya Simba, kwa sababu wakati mwingine wanafikiria wataweza kumlipa kwa kipindi hiki. Kwa hiyo acha tu aweze kuhusishwa na Yanga, ikishindikanika arudi Azam au Singida, kwa sababu kuimba ni kupokezana. Lakini Salamba, kulikuwa na hoja moja hivi imeiburiwa na baadhi ya wadau, nikaona pia si vyema kama tutamaliza bila kuligusia hili. Wengi wanasema Kaminko umri wake umesogea kidogo. Hata Azam FC pale amehudumu misimu kama mitatu hivi. Alikotoka pia hakuja akiwa na umri mdogo. Wanasema kwa nini maji haya jioni yaende pale mitaa ya Twiga na Jangwani, wakati wako vijana wengi kweli kweli wanaweza kunolewa na kufanya kazi nzuri. Kuna kipindi Young Africans walikuwa wanahusishwa na mtu kama Kevin Nation, ni miongoni mwa namba 6 nzuri kweli kweli ya Kitanzania. Hii haikupi limit ya wachezaji kutoka nje wala kodi wala vibali, haiuilipii. Hii ni mali hapa nyumbani, na wanakwenda kuchukua wachezaji ambao kwa namna moja ama nyingine inaonekana maji ya jioni kweli kweli. Wanakupa msimu mmoja mzuri, msimu unaofuata shughuli ni nzito. Unaweza ukawa na mechi ya Ahli afu katikati kama Kevin Nation, yeye una mechi na Ahli pale Cairo pale, sawa, tarehe 20 ngapi mwezi wa kwanza, Ahli amebana meno, ana alama 4, afu katikati una kiungo Kevin Nation. Nakuuliza wewe yaani ndio una mechi yani shindikane Salama. Why not? Unaongea kujifikiria. Ni viungo wazuri wa kizawa, kijana ambaye mzuri, lakini ana lack experience. Alafu katika hizi sajili zina malengo tofauti. Kuna wakati Yanga walimchukua Chama. Je, alikuwa ni kijana? Hapana. Walimchukua kwa purpose fulani, kwa madhumuni fulani. Kwa hiyo unaweza ukafanya sajili fulani kwa ajili ya kitu fulani. Yanga saizi wanapambana kutafuta wachezaji ambao kwanza hawatachukua muda mrefu kuweza kuclick, kwa sababu hamna muda wa kuandaa. Jambo la pili ambao wanaweza kwenda kuwafanya wapate alama ambazo zitawafanya Yanga aingie kwa robo finali. Tunaangalia kwenye aina kundi ambayo iko nalo mpaka sasa hizi alijaeleweka, ni kundi gumu sana, ambalo ni uwezo ukasema Yanga ana garantia kuingia robo finali au ana. Kwa hiyo lazima upate watu ambao kwanza watakuwa na rahisi kuweza kuyaangalia mazingira na kuyazoea. Sasa ukipata mtu kama huyo Kaminko ambaye amekata zako muda mrefu, anawajua wachezaji wengi wa Yanga na wa Azam ambao mcheza nao, maana yake ni rahisi kuweza kuingia kwenye kile ambacho Yanga wanakifanya. Kwa hiyo unaweza ukamsajili, ukampatia misimu yake miwili, msimu mmoja kupatia kitu, msimu pili akaenda kamalizia, ukaachana nao. Kwa hiyo ni wachezaji ambao unakuwa sio rahisi kuona leo unamchukua Kaminko unampa miaka 3. Sio, unaelewa? Utamchukua utampa miaka 2. Akiongeza kitu unaweza kuongeza mwaka mwingine mmoja. Kwa hiyo hizi sajili zinakuwepo kwa ajili ya malengo fulani kwenye timu ambayo unakuwa unayafanya. Kwa hiyo ikitokea umemchukua, najua atakuwa anamchukua kwa ajili ya michuano ya kimataifa, aweze kwenda kwa sababu ukizingatia kwamba saa hizi zile sheria kidogo wamezilegeza, kwamba unaweza ukacheza kwenye hatua za makundi timu moja, lakini kwenye baadaye tena kwenye hatua za awali kwenye hatua makundi ukamia timu nyingine, na bado ukawa una access ya kuweza kucheza na kuweza kuleta timu yako. Na kama dili hili litatimia ndani ya mitaa hiyo ya Twiga na Jangwani, unafikiri ni kwa asilimia ngapi litakuwa dili nzuri kwa Young Africans? Mimi hapa tulikuwa tuzungumzie dili. Tulikuwa tunazungumzia mazingira ya Kaminko na ambacho anacho na kuhusishwa na klabu ya Yanga, lakini si kwamba na dili na Yanga. Kwa hiyo usiniingize kwenye mkeka. Na mimi najua, ndio maana nimesema hatuzungumzie dili ya Kaminko, hatuzungumzie dili ya Kaminko. Kwamba nilikuwa najaribu kufanua kile ambacho nimeweza kukiandika na kujibu sio kwamba ni mtu ambaye Yanga anaweza akacheza na akawasaidia kutokana na aina ya uchezaji wake. Tuko pamoja? Tuko vizuri. Lakini Salamba, unakiri kwamba Kaminko ni mchezaji mzuri sana na anastahili kucheza Yanga? Kwa Yanga ndio timu kubwa kwa sasa.
tafsiri sahihi ni kwamba huyu anaweza kuingia kwenye mfumo wa Young Africans. Akaminko anastahili kucheza timu kubwa Tanzania kama Yanga, na Yanga ndio timu kubwa Tanzania kwa sasa. Ndio maana nikasema kwa mfano ikatokea dili lake likatiki, kwako ni utakuwa usajili wa aina gani? Big yes au big no? Sasa ni big very yes ambayo haipo kabisa. Si big yes mimi very. Ambayo haipo. Kwa salamba bwana, tumepata vitu vingi kweli kweli kuhusiana na James Akaminko, lakini mimi nasema hizi tetesi bwana ni mchakato, lakini kuna wakati unatakiwa utumie D2 ili kupata kitu. Dominic Salamba, Chifu Sombane kama Zumfela amezungumza mengi na mazuri, lakini nikukumbushe tu ya kwamba wakati tunaendelea kufurahia maisha haya ya tetesi, endelea pia kufurahia maokoto kutokea Jamvika na Salamba. Ni rahisi mno. Ni kwa namna gani tunapata maokoto? Basi Chifu yuko hapo kwa ajili ya kutujuza kwa njia rahisi mno ya kutengeneza miamala na mambo yakawa vizuri kweli kweli kuelekea msimu huu wa sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Nafikiri tupo katika kipindi ambacho tunaenda kwenye mwisho wa mwaka. Yes. Kwenye mwanzo wa mwaka kila mtu alikuwa na malengo. Nafikiri watu walikuwa na malengo. Ule mwaka mpya ukiwa unaanza, watu wanakuwa wanakimbia usiku na kushangilia. Yaani kwamba wanakwenda kwenye mwaka wa mafanikio wakati mawazo yako pale pale. Tuko kwenye mwezi wa 12, katika zile item 10 au 20 ambazo ulikuwa umezipanga, ikiwa pamoja na kuoa Bwana Vuma, mpaka sasa hizi hata moja haijakamilika. Sasa kwambia hizi ni dakika za jioni. Haishi mpaka iishe. Kwa hiyo hizi siku ngapi zilizobakia kutoka tarehe leo 17 mpaka tarehe 30, leo inaweza likatokea uwezi ukaenda ukakota dhahabu au Tanzanite ili uende kuuza upate pesa, lakini unaweza ukajiunga na Jamvika na Salamba. Ukatia buku yako kupitia kwenye Helabet, ukajikuta unaamka ukawa ni miongoni mwa mamilionea. Cha kufanya ni kuchukua simu yako, unaandika nyota 150 nyota 50 nyota 1 leo, kisha unaweka namba kampuni 610 251 28, unaweka kiasi kwa siku shilingi 1000, wiki 1500 na kwa mwezi 15. Baada ya hapo unaweka namba asili kutokana na mtandao unaotumia Tanzania wowote ule. Kisha utapokea ujumbe kutoka Selcom na Salamba TV umejiunga, na tena unaanza kufurahia huduma bora ambayo inaweza kufanya hata kama ulikuwa unataka kuoa, basi ukaenda kutoa mali na nyingine kabaki kufanya sherehe na ukaingia mwaka mpya ukiitwa Mr. na sio Vuma. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Jamvika na Salamba inaendelea kukufanya wewe utabasamu muda wote. Kuna ada hapo Januari si mbali, lakini pia sikukuu yako umeipangaje? Umeipanga vizuri sherehe hizi bwana? Kuna mwaka mpya, kuna Christmas, zinahitaji fedha nyingi kweli kweli ili kusherekea sikukuu hizo wewe na wapendwa wako ambao wamekuzunguka. Na ndio maana tulikuwa tunakuambia kwamba Jamvika na Salamba usipojipanga utapangwa, lakini kuelekea sikukuu hizi tumejipanga kweli kweli. Ndio maana tunakuambia Jamvika na Salamba haina janja, wajanja wana okota tali wailalika maasalam.